Mama kwenu. Wema. Nani? Mama. Ala? Jumatatu tuna mtihani. Nani? Tuna mtihani. Sasa mna mtihani, mimi hela napata wapi? Niko naomba hela ya mtihani sasa. Wewe mimi sina hela ya mtihani. Ukitaka hela ya mtihani umfuate babangu. Si unanielewa? Sasa kabisa unakuja hivi mama unataka hela ya mtihani. Ya mtihani unaona mimi na kazi hapa. Babu mbwa wewe. Tena sitaki kusikia hizo habari zako. Puuzi wewe. Unanielewa nasikia? Ndio. Yaani babangu mwenyewe ananichanganya, anaona mtu kumchanganya. Sio puuzi eh? Mbwa wewe. Lakini mama mimi sio mbwa. Wewe, usiniambie mimi hizo habari zako. Mtafute babako alipo uraundo, wewe ukamwambia usiniambie mimi. Kenge wewe. Sawa. Ndo kamtafutia alipo kwa babako ndo kamwambia. Mtu kaniambia, anaona kila mtu anakuchanganya tu hapo. Moses. Usivunjike moyo na wala moyo wako usiiname. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu mno. Wewe sio mbwa. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu, akatawale. Wewe haukuumbwa kwa mfano wa mbwa, haukuumbwa kwa sura ya mbwa. Uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haijalishi ni nani amekwambia nini, lijue neno moja. Mungu aliyekuumba amekuumba kwa sura yake. Wewe una sura ya Mungu, hauna sura ya mbwa. Wewe mfano wa Mungu, hauna mfano wa mbwa. Mungu amrehemu mama yako. Mungu amsamehe. By the way, usihofu kuhusu fedha. Si ulikuwa naomba ya kutumia? Nadhani hii itakutosha, si ndio? Chukua. Uwe na amani. Sasa naomba tu katika maswali ambayo nilikupa kuna hebu pita huko ili tuandike hapa. Nyanyuka, njoo karibu. Okay. 2 kutoa 3. 2 kutoa 3. Yaani hizi hasi zikifuatana hivi unabadilisha inakuwa chanya. Maanake jibu litakuwa ngapi? Jibu litakuwa 2 jumlisha 3 ni ngapi? 2 jumlisha 3 ni ngapi? 6. Sio 2 mara 3, 2 kujumlisha 3. Yaani 2
ongeza 3 ni ngapi? 5. Yes. Hebu fanya 5 kutoa 2. Hebu fanya. Tano kutoa Moses unachekesha. 5 kutoa 2, jibu ni 1. Yaani nimekwambia hivi, hasi na hasi zikifuatana unabadilisha inakuwa chanya. Yaani Moses, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaamuru pepo mchafu toka ndani ya Moses. Yes. Yes. Roho ya mbwa toka ndani ya Moses. Katika jina la Yesu. Moses, amka. Moses, uko salama? Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mzazi unayetutazama, hebu fikiria unamuita mwanao majina mabaya. Kumbuka kile unachomtamkia mtoto wako unaumba tabia. Chochote unachokitamka kwa mwanao unakiumba kitokee. Wazazi na walezi, tusiwachokoze watoto wasije wakakata tamaa. Unaweza ukaona mwanao pengine afanye vizuri kwenye masomo, afanikiwe, kumbe tayari ameshageuzwa kuwa kiumbe kingine kibaya, tofauti kabisa na uhalisia ambao Mungu amemuumba. Lakini jina la Yesu linaokoa. Yupo Yesu Kristo anayeweza kuokoa. Ebu tuwalee watoto katika njia inayowapasa, ambayo hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Watimize ndoto zao, wafanikiwe. Ndugu mwalimu unayenitazama, unaweza ukawa unafundisha wanafunzi hawaelewi. Unamfundisha mara kwanza haelewi. Unatumia mbinu zako unazozijua wewe, mwanafunzi haelewi. Unatumia uwezo wako uliofundishwa chuoni, unatumia kipaji chako, unatoa wote kabisa uwezo ulionao wa kufundisha. Unafundisha, unamaliza kabisa methodology, mwanafunzi haelewi. Ndugu yangu, unaweza ukawa unafundisha kiumbe kingine kabisa. Unaona kama unafundisha mtu, kumbe unafundisha kiumbe kingine. Toka lini mnyama aelewe physics? Toka lini mnyama aelewe mathematics? Toka lini mnyama aelewe
mambo ya kinjektile ngwale toka lini? Kwa hiyo ninawahimiza walimu wenzangu, tuwahimize wanafunzi wetu wawe na hofu ya Mungu, wasipuuze ibada, wasipuuze katika swala la kumwabudu Mungu, kwa sababu kwa msaada wa Mungu ndipo watatenda makuu kwenye masomo yao, na kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mungu ndiye anayeweza kuwakanyaga watesi wa wanafunzi wetu. Sasa unaweza ukasema tu mimi unafundisha. Yes, you are imparting knowledge, but you are imparting knowledge on an animal rather than a human being. Unaweza ukawa una impart knowledge kwenye animal, una impart knowledge kwenye dog, atakuelewa. Tuwasisitize watoto wetu wasipuuze masuala ya ibada, wasipuuze masuala ya Mungu, wawe na hofu ya Mungu. Wakiwa na hofu ya Mungu, Mungu atawasaidia, na tukiwafundisha watafanikiwa. Unaweza ukampiga mtoto au ukamtoa ngeo, unadhani haelewi. Sio yeye, wengine wamebadilishwa kwa viumbe vingine. Unahangaika wewe unafundishwa huyu boga zitablalas, haelewi. Ndiyo, haelewi. Kwa nini? Sio yeye original. Kuna yeye halisi. Yani yeye halisi akija, remember, Mungu hajawahi kukosea katika uumbaji wake. Akija yeye halisi ukamfundisha, utaenjoy katika kufundisha kwako. Sisi walimu tuwe na hofu ya Mungu, lakini tuwalee wanafunzi wetu wawe na hofu ya Mungu. Tutazalisha product ambazo ni excellent products. Mungu akubariki mwalimu unayenisikiliza na kunitazama. Tukutane katika filamu inayokuja. Lisilowezekana linawezekana. The impossible is possible.